Hali gani tena msomaji na mfuatiliaji wa hadithi hii ya kusisimua ya John Bitto. Ni kweli muda umesogea sana, lakini tangu tulipoagana kwenye sehemu ya 5, najua umekuwa ukisubiri kwa hamu na shauku kubwa sana. Kwa hilo ni kuombe radhi kwa kuchelewa kukuletea sehemu hii inayofuata. Lakini imani yangu ni kwamba muda huu uliopita utaifanya ladha ya sehemu ya 6 iwe tamu zaidi, kama vile chapati ya moto inayosubiriwa kwa uvumilivu. Tulipoishia wiki iliyopita, kwa maana ya sehemu ya 5, John Bitto alimkabidhi mfalme sahani yake ya chapati. Wapishi wengine walicheka kimya kimya, wakizungumza mpishi huyu wa kijiji alikuwa anawasilisha chapati peke yake. Mfalme alitazama sahani hiyo kwa sekunde chache. Aliposhika chapati ya kwanza, aliona muhuri mdogo juu yake. Aliiweka mdomoni, akatafuna polepole. Ukumbi mzima ulikuwa kimya. Mfalme alichukua kipande kingine, akatafuna tena. Kisha kitu cha ajabu kilitokea. Uso wake uliangaza. Alifumba macho, kisha akayafumbua kwa mshangao. Aliinuka taratibu, kisha akaangalia ukumbi mzima na kutamka kwa sauti kubwa, "Hakuna chakula kilicho bora kama hiki." Mfalme Shaka Zulu alisimama wima, macho yake yaking'aa kwa mshangao. Ukumbi mzima ulizizima kwa kimya. Hata hewa ilionekana kusimama. Wapishi wa kifalme walibaki midomo wazi, wengine wakishikilia sahani zao kana kwamba bado walikuwa ndotoni. "Hakuna chakula bora kama hiki." Maneno hayo yalirindima ndani ya kasri kama radi. Mmoja wa mawaziri wa kifalme alijongea kwa mfalme kwa tahadhari, "Mtukufu, unamaanisha chapati hizi rahisi za kijijini ni bora kuliko vyakula vya kifalme?" aliuliza kwa sauti yenye mashaka. Mfalme alimkazia macho, kisha akachukua chapati nyingine kutoka kwenye sahani ya John Bitto. Aliimega vipande vidogo na kujitafuna pole pole. Uso wake ulionyesha msisimuko wa mtu aliyegundua hazina iliyofichika. Chakula cha kifalme kinajaa viungo vya gharama, lakini hakina roho. Chapati hizi zina ladha ya nyumbani, ladha ya mapenzi na ustadi wa kweli, mfalme alisema kwa sauti nzito. Princess Novula alitabasamu kwa fahari, huku John Bitto alibaki kimya, lakini ndani yake moyo wake ulikuwa unacheza kwa furaha. Hakuwahi kufikiria kuwa chapati zake zile alizokuwa akipika tangu utotoni zingeweza kumsimamisha mbele ya mfalme na kumshangaza kiasi hicho. Mfalme akapiga hatua mbele, akatazama ukumbi mzima, kisha akatangaza, "Kwa heshima ya upishi huu wa kipekee, natangaza kwamba mshindi wa shindano hili si mwingine bali ni John Bitto." Kasri zima lililipuka kwa mshangao. Wengine walipiga makofi kwa heshima, wengine wakabaki wakiwa hawaamini. Mpishi wa kijijini amewashinda wapishi wa kifalme. John alishusha pumzi ndefu, akiinamisha kichwa kwa heshima, lakini kabla hajapata muda wa kushukuru, mfalme akaongeza, "Kwa ushindi huu, John Bitto atakuwa mume wa binti yangu, Princess Novula." Kilichofuata kilikuwa ni mshangao wa kiwango kingine.
John alihisi miguu yake ikizidi kuwa dhaifu. Mke wa kifalme, ndoa na binti wa mfalme. Hili lilikuwa jambo ambalo hata katika ndoto zake hakuwahi kufikiria. Princess Novula alimwangalia kwa tabasamu laini, lakini haikuwa kila mtu alifurahishwa na tangazo hilo. Ukumbi wa kifalme ulijaa mshangao. Wengine walishangilia, lakini wengi walibaki midomo wazi. Hakuna aliyewahi kufikiri kuwa mpishi wa kijijini angeweza kuwa mume wa binti wa kifalme. Ilisikika sauti ikisema haiwezekani. Sauti nzito ilikatiza shamra shamra. Ilikuwa ni Nkosi Dlamini, jemedari mkuu wa kifalme, mtu mwenye mamlaka makubwa na mfuasi wa utamaduni wa kifalme. Alisimama kwa hasira akimtazama mfalme moja kwa moja. Mtukufu mfalme, kwa heshima kubwa, lakini huyu ni nani? Alionyesha kidole kwa dharau kuelekea kwa John Bitto. Ni mpishi wa kijijini. Anawezaje kuwa mume wa binti yako? Je, tutaruhusu damu ya kifalme ichanganywe na mtu asiye na mizizi ya kifalme? Ukumbi mzima ulianza kuguna. Wapinzani wa ndoa hii walizidi kuongezeka. John alibaki kimya, lakini ndani ya moyo wake ulikuwa na dunda kwa nguvu. Aliweza kuhisi macho ya watu wote yakimtazama kwa mashaka. Princess Novula alisimama kwa heshima, akimtazama baba yake. Baba, si jambo la ukoo au utajiri unaoamua thamani ya mtu, bali ni moyo wake. Lakini Nkosi Dlamini hakufurahia kauli hiyo. Ikiwa huyu kijana anataka kuwa sehemu ya familia ya kifalme, lazima athibitishe kuwa anastahili. Ukumbi mzima ulianza kushangilia kwa nguvu. Ndiyo, amthibitishe, walisema wengine. Mfalme alimtazama John kwa muda mrefu, kisha akasema, sawa, kama kuna shaka, basi tuweke jambo hili wazi. John Bitto atapewa mtihani wa kifalme. Ikiwa atashinda, ataweza kumuoa binti yangu. Ikiwa atashindwa, atarudi kijijini kwake. Macho ya John Bitto yalikutana na ya Princess Novula, mwanamke aliyempa heshima na nafasi ya kuwa hapa. Lakini sasa mustakabali wake ulikuwa mashakani. Mtihani utakuwa nini? John aliuliza kwa ujasiri. Ndipo Nkosi Dlamini alitabasamu kwa dharau. Mtihani wa heshima. Lazima upambane na shujaa wa kifalme katika mchuano wa jadi wa ngumi na silaha. Kama kweli unastahili kuwa mume wa kifalme, basi thibitisha kwa vitendo. John Bitto alishusha pumzi ndefu. Hakuwa shujaa, hakuwahi kuwa mpiganaji. Alikuwa mpishi. Lakini sasa, ikiwa alitaka kuwa na nafasi ya maisha mapya, alilazimika kupigana. Ndugu mpenzi msikilizaji, mtihani mkubwa uko mbele ya John Bitto. Nami natamani kujua. Hivyo basi, endelea kuwa nasi hata sehemu ya 7 itakapofuata. Asante sana kwa kunisikiliza.